Sasa kwanza jina langu naitwa Mohamed maarufu Msasani na nitatiago. Mohamed Ali. Cha kwanza tunamshukuru Mungu tumeweza kupata matokeo. Finali ilikuwa ngumu, finali ilikuwa sio rahisi, lakini tunashukuru Mungu, alhamdulillah tumeweza kupata matokeo. Tunashukuru Mungu. Ilikuwa ngumu kiasi gani? Na dakika 90 mmetoka nyao. Finali ilikuwa kweli ngumu, lakini tulimsikiza mwalimu, maelekezo ya mwalimu tukamsikiza vizuri anavyosema, anavyotaka. Akasema tubadilike mchezo kipindi cha pili. Nashukuru Mungu kweli tukafanyia kazi, tukajitahidi mabeki kuzuia. Basi inshallah tumeweza kupata matokeo kwenye mikojo ya penalti, alhamdulillah. Timu zenu kutokea eneo moja ndio sababu ya kutoka sare? Kwa sababu siku zote bwana, finali kama finali lazima iwe finali, na ndio maana ikaitwa finali. Kwa hiyo hii ni finali, sisi tulijipanga, wao wamejipanga, nje ya uwanja, ndani ya uwanja, basi imetokea upande umekopo kwetu, alhamdulillah. Pia vile vile narudia tena, muendelezo upoje baada ya Kwa jina naitwa Fred John Masasi, mimi ni mhasibu wa Kwanza Oil. Sisi tumezamini mashindano ya Ramadhani Cup. Tunasema sisi kama Kwanza Oil tumeona turudishe kwa jamii, tuunge mkono jamii kwa kukuza vipaji, na tumeona mwaka huu mashindano yamekuwa mazuri, vipaji vimekuwa vikubwa. Naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwakani kwa mashindano haya tutapokea vipaji vikubwa na vizuri ili kuendeleza vipaji vya nchi katika sekta ya michezo. Tarajia kuona muendelezo wa mashindano haya maana kwa wakati mwingine tena. Sisi kama Kwanza Oil sera yetu ni moja ya kukuza vipaji. Kwa hiyo hatutoacha mashindano haya, tutakwenda bega kwa bega, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwakani tutaongeza zaidi maradufu na maradufu. Yes, majina yako, lakini kubwa zaidi unazungumziaje hili jambo, limefana kiasi gani, fahari kiasi gani kwenu, lakini mwakani vipi mtatia tena nguvu kuhakikisha mashindano yanafanyika? Kwanza majina yako na kwa majina naitwa Ali Kishimba, ni kati ya wakurugenzi wa hizi kampuni tatu ambazo zipo hapa, ambayo ni Fayen, Senjaro, Whirlpool, lakini pia na Faisal Energy. Kata Msasani tuletea project kwamba wana mashindano yao kwa ajili ya Ramadhani Cup. Kwa hiyo tukaangalia namna gani za tukatia nguvu sisi kama hizi kampuni. Kwa hiyo tukakaa chini na Kata Msasani, tukaongea nao na tukaangalia namna ambayo tukaongeza zawadi na kufanya pia mashindano ya kama kwa ukubwa zaidi. Lakini mwitikio mkubwa tumeuona kuanzia kwa wananchi, wachezaji, vipaji pia vimeonekana. Kwa hiyo tunategemea sio mpaka mwakani, lakini hata mwaka huu tuangalie namna gani za tukaongeza mashindano mengine yanafanyika kwenye kata hii. Wito wenu kwa wadau kuhakikisha wanafanya mashindano kama ili kukuza vipaji zaidi? Wito unabidi mkubwa, kwa sababu ukiangalia vipaji vingi vinaanzia mtaani ndo vinakuja kuwa kimataifa. Kwa hiyo kama mtaani hapa tumeona kuna vipaji, kwa hiyo tunawita wadau kama wataweza kuchangia chochote, tuangalie namna gani vinaweza tukawanyanyua. Lengo mama la kugusa vipaji mmelifikia kwa asilimia ngapi kwenye huu ndo mwanzo? Kwa hiyo hatujaweza kupiga hizo hesabu kujua ni kwa asilimia ngapi, lakini mpaka sasa hivi watu wamepata wito. Kwa hata kesho kutwa kuna mashindano kama haya, vijana wataongezeka zaidi. Naitwa Ali Mwinyi, mratibu wa mashindano wa Ramadhani Cup. Tunashukuru uongozi wote na udhamini wote kwa kuja kutusapoti. Tulikuwa tunaomba dua wawe na moyo huo, waje kwa wingi, wakisikia jambo lolote linaloendelea la mashindano wasisite waje kusapoti. Cha kwanza kabisa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwafanyia wepesi kuja kusapoti Sanjari na Kwanza Oil na wengineo wote, nashukuru kwa sapoti yenu. Mashindano yetu yalikuwa na changamoto nyingi. Tulikuwa tunawaomba, tumeandikia barua, wamekuja, wamekubali, maombi yetu wamekubali, wamekuja, wamesapoti vizuri. Tunashukuru Mungu, tumeanza salama, tunashukuru Mungu tumemaliza salama. Na tunaomba endapo anatokea mashindano mengine, tunaomba msiwe nyuma, tunaomba mje kusupport kama mmoja support leo. Ni hayo tu, asanteni sana. Nashukuru uongozi wote, Azam TV na channel zingine zote, nawashukuru Manara TV wote, FM Wasafi wote nawashukuru. Ukisikia jambo kama hili msisite kuja kusupport. Asanteni sana.